kutoka nchi mbalimbali duniani. Inaniona gani? Inashangaza jambo hilo. Asante sana. Nipenda nianze na wimbo huu. Kwanza, Pentekoste nini maana yake? Pentekoste. Katika kanisa Katoliki, ningependa niwaulize swali. Kanisa Katoliki lilianza mwaka gani? Nawauliza nyinyi mliokaa huko. Kanisa Katoliki lilianza mwaka gani? Naomba majibu. Sote hatujui. Sote hatujui. Ndio maana tunababaishwa na wachungaji wengine, wakina Mwaposa, tunaenda kutafuta sijui mafuta, kama tunashindwa kujua kanisa letu limeanza mwaka gani. Sasa kwa ufupi, kanisa Katoliki limeanza mwaka 33. Na siku kama hii ya leo, siku ya Pentekoste, ambapo jina kwanza kuitwa Kristo lianzia kule Yerusalemu. Yerusalemu ambapo ndipo kwa mara ya kwanza tukaanza kuitwa Kristo kama tunavyoitwa Kristo leo. Yerusalemu mwaka 33 BK. Baada ya Kristo katika Agano Jipya. Na kuanzia hapo, tangu Kristo amezaliwa, ndio majira na nyakati zikaanza kuhesabika kama tunavyoona sasa. Asa Pentekoste kwamba Roho Mtakatifu anawashukia, ni kwamba mitume walikuwa na hofu kwamba basi kiongozi wao amekufa, huenda wataishi katika taabu, lakini Kristo mwenyewe tayari alikwisha waahidia kwamba nitawatumia msaidizi atakayewakumbusha yale yote, kama tulivyosikia katika somo la kwanza, somo la pili lenyewe inagusia, hatimaye somo la Injili. Pentekoste kwamba watu walinena kwa lugha, sio kunena kwa lugha kama tunavyosikia kwa wenzetu walokole au madhehebu mengine. Unakuta wanaongea vitu ambavyo havieleweki, yaani wanaongea lugha ambazo hazieleweki, kwamba ndio Roho Mtakatifu ameshuka. Hapana, Roho Mtakatifu kushuka ni kwamba tumesikia kwamba wao ni wa Galilaya, sisi ni wa makabila. Inakuwaje wanaongea lugha ya kwetu wenyewe? Yaani tukirudi katika huku Tanzania sasa, mimi ni Mwaya alafu nyinyi ni Waira, inakuwaje? Yaani Mwaya anaongea kila kinajawahi kufundishwa, ndio kunena kwa lugha hiyo. Ndio Roho Mtakatifu ambavyo aliwapa uwezo kwamba kila mmoja, wewe ni Mwira, sijui amekuja hapa mzungu, sijui Mhindi, sijui, lakini katika hayo yote hamjawahi kufundishana kwamba mnasikilizana, kila mmoja anaongea kwa lugha yake na mnaweza kusikilizana. Hiyo ndio Pentekoste ambayo ndio kunena kwa lugha, kwamba yaani wanashtuka kama mauzauza hivi. Kwa nini? Yaani mimi sijui Kiingereza, yaani muda huu mtu anaongea Kiingereza na naweza kumjibu,